taifa wa mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025-26 unaongozwa na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 inayolenga kuwezesha Tanzania kuingia katika kundi la nchi za uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025, ambapo tuliingia mwaka 2020, miaka minne kabla ya muda, na kuwa na kiwango cha juu cha maendeleo ya watu. Aidha, mpango unaopendekezwa ni wa mwisho katika kutekeleza mpango wa tatu wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano. Hivyo mpango huu umejikita katika kuendeleza na kukamilisha utekelezaji wa afua zinazotoa matokeo katika maeneo matano ya kipaumbele. Kwa waheshimiwa wabunge, miradi ambayo mwaka huu itapewa kipaumbele ni ile miradi ambayo inaendelea na miradi ambayo tunaamini itachochea kukamilisha utekelezaji wa afua ambazo zitatoa matokeo chanya katika kukamilisha utekelezaji wa vipaumbele ambavyo tunavyo katika mpango wetu wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano. Mheshimiwa Spika, mpango ni kiungo kati ya mipango inayokamilika na mipango mipya inayotarajiwa kutekelezwa chini ya dira mpya ya maendeleo ya mwaka 2050. Hivyo basi mpango utajielekeza katika kuainisha na kutekeleza programu miradi muhimu ambayo haijakamilika ili kuandaa mazingira shirikishi na endelevu kwa mipango ijayo. Mheshimiwa Spika, nguzo muhimu ya maandalizi ya mpango ni ukuaji wa uchumi pamoja na maeneo matano ya vipaumbele vilivyoainishwa katika mpango wa tatu wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano. Maandalizi ya vipaumbele vya mpango vimezingatia vigezo vilivyoainishwa katika mpango huo. Vigezo hivi ni ukuaji endelevu wa uchumi, kupunguza umaskini, kuzalisha ajira, kuimarishwa kwa ushindani katika masoko ya kikanda na kimataifa, maendeleo endelevu, utawala bora na utawala wa sheria. Vilevile mpango unalenga kutekeleza na kukamilisha programu na miradi ya maendeleo ambayo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha ufanisi wakati wa utekelezaji, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi itaweka mkazo katika maeneo ya kielelezo yenye manufaa na matokeo makubwa na kujielekeza katika kutekeleza vipaumbele vitano vifuatavyo. Mosi, kuchochea uchumi shindani na shirikishi, kuimarisha uwezo wa uzalishaji wa bidhaa viwandani na utoaji huduma, kukuza uwekezaji na biashara, kuchochea maendeleo ya watu na kuendeleza rasilimali watu. Mheshimiwa Spika, ili kufikia vipaumbele vilivyoainishwa na serikali itaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kielelezo na kimkakati. Na baadhi ya miradi itakayoendelea kutekelezwa ni pamoja na miradi ya kuongeza uwezo wa uzalishaji katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi, ikiwemo kuongeza matumizi ya mbegu na mbolea, kuongeza eneo la umwagiliaji na kukamilisha ujenzi wa bandari za uvuvi. Pili, miradi ya ujenzi wa miundombinu ya usafiri na uchukuzi pamoja na miundombinu ya kidijitali kwa ajili ya kuchochea shughuli za kiuchumi na kijamii, ikiwemo kuendeleza na ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa SGR, kuendelea na utekelezaji wa mradi wa uimarishaji wa shirika la ndege la Tanzania, kuendelea kuboresha na kupanua mtandao wa barabara nchini, hususan barabara zinazounganisha maeneo ya uzalishaji vijijini na masoko, kukamilisha ujenzi wa daraja la nimeshalitaja, mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta, kuendelea na upanuzi wa miundombinu ya kidijitali ili kupanua matumizi ya tehama katika uzalishaji, biashara na utoaji wa huduma kwa wananchi, kuendelea na utekelezaji wa miradi ya kuzalisha, kusafirisha na kusambaza umeme, kuendelea na utekelezaji wa miradi inayolenga kuleta maendeleo ya watu, ikiwemo utekelezaji wa sera mpya ya elimu, miradi ya afya, maji na usafi wa mazingira, na miradi ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuhamasisha uwekezaji kutoka nje na kuwezesha uwekezaji wa ndani ya nchi. Mheshimiwa Spika, mafanikio ya utekelezaji wa vipaumbele nilivyovitaja yanajengwa katika nguzo na misingi ifuatayo. Kwanza, kuendelea kuwepo kwa amani, utulivu na usalama wa ndani ya nchi katika nchi jirani na duniani kwa ujumla. Pili, kuendelea kudumisha utawala bora na utawala wa sheria nchini. Tatu, kuendelea kuimarika kwa utoshelevu wa chakula nchini. Na nne, kuendelea kuongezeka kwa ushiriki wa sekta binafsi katika shughuli za uwekezaji na biashara. Tano, kuendelea kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi na majanga ya asili na yasiyo ya asili, ikiwemo ukame, vita, magonjwa ya mlipuko na mafuriko. Sita, kuwa na rasilimali watu iliyo bora na inaokidhi matakwa ya sasa na ambayo inatawaliwa na teknolojia na ubunifu. Saba, nidhamu katika matumizi ya fedha za umma na udhibiti wa deni la taifa. Nane, kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, ikiwa ni pamoja na kuwasaidia wafanyabiashara na wawekezaji wadogo na wakati ili waongeze tija, wakue na kujirasimisha. Na tisa, kuwa na nidhamu ya utekelezaji wa vipaumbele kama tulivyopanga katika mipango na mikakati ya kitaifa
na ya kisekta. Mheshimiwa Spika, nihitimishe kwa kulihakikishia bunge lako tukufu kuwa hali ya uchumi wa nchi yetu kwa sasa ni himilivu, ukiwa na mwelekeo chana na ukuaji endelevu. Kama nilivyoeleza, uchumi karibu nchi zote, uchumi wa dunia kwa ujumla mpaka mataifa makubwa unashuka. Uchumi wetu unakuwa. Hili ni jambo jema. Kuimarika kwa uchumi kunatokana na usimamizi makini wa sera za uchumi jumla pamoja na ushiriki wa wananchi katika ujenzi wa taifa lao. Ninawashukuru na kuwapongeza Watanzania wote kwa mshikamano huu wa kizalendo. Mheshimiwa Spika, ninaomba kuchukua nafasi napohitimisha kuwashukuru sana wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM kwa uamuzi wao sahihi wa kuwachagua hapo tarehe 10 mwezi wa 10 Januari 2025 kuwachagua Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kuwa mgombea wake mwenza katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Aidha, ninampongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuteuliwa kwa mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ni imani yangu na uhakika kwamba hii ni timu sahihi ya kuiongoza Tanzania kufikia maendeleo makubwa zaidi katika miaka mitano ijayo. Nina imani na wananchi wa Tanzania na Zanzibar kwamba watafanya uamuzi sahihi wa kuwachagua katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Hakika kazi na utu tunasonga mbele. Mheshimiwa Spika, ninapenda kuwashukuru sana viongozi wenzangu katika Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji pamoja na Tume ya Taifa ya Mipango kwa ushirikiano wao katika kuandaa taarifa ya hali ya uchumi na mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025-26. Viongozi hao ni pamoja na Mheshimiwa Stanislaus Haruni Nyongo, mbunge wa jimbo la Maswa Mashariki, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, ambaye anafanya kazi nzuri sana, mtu rahimu sana, mtu mwema sana, mtu ambaye nchi hii inamhitaji, na nina uhakika wananchi wa jimbo la Maswa Mashariki wataturudishia ndugu yetu huyu katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.